Wageni kwa mwezi wa Aprili 2026. Jumla ya wageni 38,554 waliingia nchini kwa mwezi wa Aprili 2026. Hili ni ongezeko la 3.8% kwa kulinganisha na wageni 37,137 walioingia nchini kwa mwezi wa Aprili 2025. Aidha, ukilinganisha na wageni 65,581 walioingia nchini kwa mwezi wa Machi 2026 ni upungufu wa 41.2%. Wageni kwa mabara waliotoka. Bara la Ulaya liliongoza kwa kuleta jumla ya wageni 20,371. Bara la Afrika lilifuatiwa na kuwa na wageni jumla ya wageni 10,695 sawa na 27.7%. Bara la Asia lilikuwa la tatu kwa kuleta jumla ya wageni 4,454 sawa na 11.6%. Bara la Amerika lilikuwa la 4 kwa kuleta jumla ya wageni 2,296 sawa na 6.0%, na bara la Asia lilikuwa la mwisho kwa kuleta jumla ya wageni 728 sawa na 1.9% wa wageni wote. Wageni kwa nchi tano zilizoongoza. Nchi iliyoongoza kwa mwezi wa Aprili ni Ujerumani. Nchi ya mwanzo ni Ujerumani ambayo imeleta 14.1%. Afrika Kusini ilikuwa ya pili 10.1%. Ufaransa ilikuwa ya tatu 6.5%. Kenya ilikuwa ya 4 5.9%, na nchi ya tano ni China ambayo 5.1%. Ongezeko liko 3.8%. Ongezeko hata likiwa dogo ni ongezeko, kwetu sisi ni faraja, na hii inamaanisha kuwa kuna mambo ambayo yanafanyika mpaka likapatikana hilo ongezeko. Kwa hiyo na sisi tuchukue nafasi hii kuwapongeza wale waliofanya juhudi, wadau wote wakiwemo Zatoga, mahoteli, serikali katika kuboresha miundombinu na usimamizi mzuri wa shughuli za serikali ndizo zinazopelekea utalii unakuwa siku hadi siku. Kiupande wetu nafikiri tuende tu moja kwa moja kwenye takwimu zinazohusiana na majanga mbalimbali na tunaziita claims mbalimbali ambazo zinaletwa kwetu kutoka kwa wageni wetu wanaoingia nchini. Kwa mwezi wa Aprili tukiuangalia, ni mwezi ambao ni low season kwanza, na low season hii pia nayo ni mwezi ambao mvua zinakuwa nyingi. Sasa hizi mvua zikija ni neema kwa upande moja, lakini upande mwingine pia zinasababisha udororaji wa hali ya kiuchumi. Watu wanaumwa. Kwa hiyo hata wageni wetu walikuwa wanapata matatizo ya maradhi. Tulipokea kesi 16. Uko katika njia iliyokuwa sahihi, maana yake tumeongezeka, na watalii wetu zaidi kama alivyosema mwasilishaji wanatoka Ulaya, kwa sababu Ulaya ni soko letu ambalo ni la asili, ambalo ndilo wanalokuja wengi, ambalo tunalifanyia kazi zaidi. Na kwa bahati nzuri mwezi huu inaonekana wageni wa masoko yale yanayochipukia, yani nchi zile tunasema emerging market, imeongezeka kwa 10.2% ukilinganisha na mwaka jana. Nchi hizi ni kama hizo India, Poland, Urusi, Israeli, China na Ukraine. Kwa hivyo inaonekana nao pia wamekuwa na mwitikio mkubwa wa kuja nchini. Pia tukitizama zaidi katika jitihada zinazofanywa na serikali kwamba kamisheni ya utalii kwa kushirikiana na wadau wanalenga kushiriki katika matamasha mbalimbali, ambapo kwa mwaka huu inatarajia kushiriki katika matamasha kama 13 ya kimataifa. Na kama nilivyosikia jana, kulikuwa na uzinduzi hapa, kulikuwa na press conference ambayo ilisema kwamba Zanzibar tutakuwa wenyeji
wa zile tunzo za mambo ya utalii ambazo zinatarajiwa kufanyika mwezi August, ambao leo ni tamasha kubwa la wadau wa utalii, wanakutana kupongezana, kupeana tunzo katika kipindi cha mwaka husika. Ndio unasikia kwamba Zanzibar imepata tuzo au nchi fulani imepata tuzo ya jambo fulani, kwamba mkutano kama huo ndio unaofanya hayo mambo ambayo inatarajiwa kufanyika Bwejuu, hiyo hoteli ya Bwejuu huko, hoteli ya nyota 5. Hata mkisikiliza speech iliyotoka juzi kwa President Ruto wa Kenya alivyokuja, na yeye aliinsist hicho kitu, na Mheshimiwa Samia na yeye alikuwa akakubaliana na hicho kitu kwamba tunatakiwa tuwe na intra-Africa to encourage each other. We should not compete against each other, lakini to encourage each other ili East Africa yote izidi kupaa juu. Kwa hiyo sasa hapa tunaona kwamba Kenya kwa mara hii wametokea wanne kwenye top 5 yetu kwa hapa Zanzibar kututembelea which is about 2272 people. Ni mwanga mzuri. Alafu tukiangalia na South Africa ambayo nayo imekuwa nafasi ya pili. Kwa hiyo sasa hiyo inaonyesha kwamba sisi wenyewe hapa tunajitahidi ku encourage each other kwenye mambo ya tourism. Sasa occupancy rate, of course tulikuwa na occupancy rate ndogo sana 27.4, ambayo inaonyesha kwamba beds nyingi zilipita hazilaliwi kwa April. And tukitizama hao walioingia, more than 85% walipitia airport. Hiyo inaonyesha nini? Kwamba airport yetu ya Amani Abeid Karume International Airport inazidi kupaa kwenye rika za airport ambayo yanafanya vizuri hapa East Africa. And chengine ni kwamba tukiangalia kwa nini, probably reason inaweza ikawa kwamba watalii wamepungua kutokana na uhali wa zile air tickets. Air tickets zimekuwa hali kidogo, especially hizi za long haul zimekuwa hali kidogo. Tukitizama na jet fuel imepanda kwa kama mara 2. Mwezi ulio ilikuwa 0.74 cents, lakini all of a sudden ikawa 1.4 US dollars per liter. Kwa hiyo of course ina encourage bei za ndege kuwa hali zaidi. Tukiangalia Kenyan Airways wamepunguza safari zao Middle East kwa 30%. Alafu Turkish Airlines wao wamesuspend kabisa to 10 African countries, hawendi. Hii inatokana na vile vita ambavyo vinaendelea kule Middle East. Ndio maana nilisema the last time kwamba vita vinaendelea kule, lakini ngoma tunakuja kuicheza huku. Na sehemu nyingi tu tumetembelea ziko vizuri, na sisi tunaweza tukaiga kama vile tukaboresha, basi watalii wakaendelea kuwepo nchini, kwa sababu kila wakikuwepo wale, na sisi mzunguko wa fedha ndio unaongezeka, maisha yanaenda vizuri na uchumi utakuwa mzuri. Kwa sababu hawa wageni wanaokuja, kwa mfano mzuri, mwaka jana tulikuwa tuna kikao cha viwango barani Afrika, host ilikuwa Zanzibar. Kwa kweli walikuja wageni kama 300. Sisi wahamiaji tulikuwa tuna facilitate visa na vile vile tulikuwa wajumbe. Lakini kati ya wageni wale waliokuja, wageni 130 waliipenda Zanzibar, wakarudi tena kwa mara ya pili. Na waliporudi tena mara ya pili, na wao sasa wamekuwa kama mabalozi, wanaambia wenzao uzuri wa Zanzibar. Kwa hiyo sasa wageni wengi, mtu anakupigia simu, bwana, kuna walikuja ndugu zangu walipita sehemu hizi na sisi tunaomba mtusaidie. Kwa hiyo tunasaidia visa, wanapata kwa haraka, wanaendelea na matembezi yao Zanzibar.